Radio Maria Tanzania ilianzia Jimbo Kuu la Songea na ilianzishwa na Mhashamu Baba Askofu Mkuu Norbert Mtega aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Songea wakati huo. Lakini niseme kwa ufupi, kabla ya Baba Askofu Mkuu Norbert Mtega kuanzisha Radio Maria, kulikuwa na utaratibu ambao askofu mkuu mtangulizi wake Mhashamu Askofu Mkuu Yakobo Komba alikuwa anautekeleza katika kufanya uinjilishaji. Hapakuwa na radio, lakini yeye alifunga spika kubwa juu ya nyumba yake na akawa anarusha sala mbalimbali zilizokuwa zimerekodiwa, na ile spika sababu ilikaa juu ya ghorofa katika nyumba yake, basi iliweza sauti zilisikika mbali sana na watoto waliweza kujifunza sala hata kutoka sehemu mbali sana kutoka nyumba ya askofu mkuu. Nafikiri hii ilisaidia kupata picha kwamba lilikuwa hitaji la kuanzisha radio. Na hivi basi Baba Askofu Mkuu Norbert Mtega ndipo alipoanza kwa ushirikiano na mkurugenzi wa Radio Maria Roma, Italia, Bwana Emanuele, ndipo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1996 wakaanzisha sasa Radio Maria Tanzania, lakini hapa Songea kwa mara ya kwanza kabisa katika Tanzania nzima. Na radio hii mwanzoni ilianza katika mazingira magumu. Kwanza vifaa basi karibu vyote vilikuwa vimetoka huko Italia, na wakafunga studio nzuri kabisa, lakini kwa msaada wa Italia, na wahudumu hawakuwa wengi walioandaliwa, ni wachache sana. Padre mmoja na binti mmoja ndio walioanza, na baadaye wakaongezeka jamaa wengi au ndugu wengi wa kiume waliojitolea, na wakaongezeka na mapadre nikiwa mmoja wao, wakaongezeka na watawa wa kike na wa kiume na walei wafanyakazi ambao walikuwa wanakuja kwa kujitolea kutangaza hapo radio. Hapakuwa na posho yoyote kwa watangazaji. Kwa hiyo ilikuwa radio ambayo ilikuwa imetoa mchango mkubwa sana. Kwanza katika uinjilishaji, watu walipata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu katika familia zao, na ni kweli ikawa sauti ya Kikristo nyumbani mwa waamini. Kulikuwa na nafasi ya matangazo ya Biblia takatifu, ambapo kulikuwa na mapadri ambao walikuwa wanakuja wanafundisha Biblia. Alafu kulikuwa na mafundisho ya katekesi, kulikuwa na kwaya za kanisa zilipata nafasi na zingine zilirekodi hapo. Halafu tuliwakaribisha pia hata Wakristo wa madhehebu mengine, makanisa ndugu, nao walikuja wakafundisha dini. Kulikuwa na vipindi pia vya kijamii vinavyohusu afya, vinavyohusu wakati mwingine pia michezo. Kwa hiyo ilikuwa radio ambayo watu walifurahi sana kuwa nayo, na tuliona matokeo yake ni kwamba watu walikuwa wanahamasika, watu walikuwa wanaona kabisa wana nafasi ya nyongeza kusikia neno la Mungu na mafundisho ya Kikristo, licha ya nafasi zile za kanisani wakati wa misa takatifu na ibada mbalimbali. Kwa hiyo imekuwa redio ya msaada sana kwa kipindi hicho. Kwa hii miaka 30, unaweza kutuelezea ni mafanikio gani makubwa ambayo unaweza kuelezea kwa ufupi kabisa ya Radio Maria Tanzania? Asante sana. Kama nilivyosema, radio hapa Songea ilianza katika mazingira magumu. Ndiyo. Lakini baadaye wakaona wapanue sasa huduma za radio. Majimbo mengi sana waliona faida ya radio hii walivyoshuhudia Songea. Kwa hiyo tukaona kwanza imeruka kwa satellite, sasa inaweza kusikika ulimwengu mzima, wakati hapa Songea ilikuwa haipo kwenye mfumo wa satellite. Lakini pia imeenea sasa imeenezwa katika karibu kila jimbo hapa Tanzania, kiasi kwamba sasa radio hii imekuwa radio ya taifa zima la Mungu katika Tanzania. Radio Maria Tanzania, kwa namna ambavyo umeiona na jinsi ambavyo imekuwa, ina mchango gani katika makuzi ya kiimani kwa waamini ambao wanasikiliza Radio Maria Tanzania? Asante sana. Nilivyoona katika muda huu, radio imechangia sana katika uelewa kwanza wa mafundisho ya Biblia. Ndiyo. Kwa sababu kuna vipindi vingi ambavyo vinatolewa kufafanua na kuhimiza watu kusoma Biblia takatifu. Ndiyo. Lakini pia mafundisho ya katekesi Katoliki
unaona watu wanapata nafasi hata kuuliza maswali yanayohusu imani ya Kikristo, lakini maswali yanayohusu maadili, maswali yanayohusu hata mwenendo wa kawaida wa maisha ya watu ambayo tunasema yanatakiwa watu waishi kwa ajili ya kuwa wananchi bora katika jamii yetu na hasa katika imani ya Kikristo. Kwa hiyo imekuwa mchango mkubwa sana wa radio hii, na hasa kwa vile imeenea sehemu nyingi katika nchi ya Tanzania. Haya, kwa kuhitimisha baba, kwa maneno machache unaweza kuwaambia nini wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu na wadau wetu wakubwa wa Radio Maria Tanzania kwa hii miaka 30? Nini ambacho wanafaa kukifanya kuiwezesha, kuisikiliza, kuipenda kwa miaka ya sasa na miaka inayokuja mingine? Kama nilivyosema, radio ilivyoanza ilipokelewa vizuri sana katika eneo dogo la Songea na wilaya za jirani kama vile Mbinga, Ludewa, Chunya, Mbeya. Ilikuwa maeneo haya na ilipokelewa vizuri sana na watu waliweza kuimarika kiimani. Lakini wakati ule hapakuwa na mfumo mzuri au mfumo mkubwa wa kuichangia radio kiuchumi. Ndio maana hata wahudumu walikuwa hawapati posho yoyote na walifanya kwa kujitolea tu. Lakini nimefurahi na napongeza sana mfumo wa sasa wa Radio Maria kuwa na mbio za Mama Maria na mbinu mbalimbali ambazo zinasaidia Radio Maria kuweza kujiendesha. Kama nilivyosema, wakati ule radio ilikuwa inategemea sana msaada kutoka Italia. Lakini sasa Radio Maria na uongozi wake wamefanya vizuri kuwahamasisha waamini na watu wengine wasiokuwa waamini kuichangia radio iweze kujiendesha yenyewe. Lakini pia kule kupanuka kwa mipaka ya utangazaji ya radio, basi inacho imekuwa kitu kizuri sana. Napenda basi kutoa himizo hili kwamba na wahimiza wale wasikilizaji wote na watu wote wenye mapenzi mema waendelee kwanza kuisikiliza hiyo radio, kwamba waone radio hii ni radio ya uinjilishaji katika kanisa letu. Lakini pia uinjilishaji hauendi mikono mitupu, unahitaji pia kuwezeshwa kiuchumi. Napenda kuhimiza waamini na wasiokuwa waamini wenye mapenzi mema kuendelea kuichangia Radio Maria ili iweze kusimama imara na iweze kuendelea kutoa utume wake wa uinjilishaji katika Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu inasikika pia nje ya mipaka kwa njia ya satellite. Lakini pia nitoe msisitizo au ushauri kwa wahudumu wa Radio Maria, kwa sababu wao wana mchango mkubwa sana. Mchango wangu ni kwamba waendelee kuwa na moyo wa kujitolea, ionekane kweli ni radio ya kichungaji na uchungaji unadai ushuhuda na majitoleo makubwa sana. Kwa hiyo wahudumu wa Radio Maria napenda kwanza kwa shauri kwamba labda uongozi pia wa radio ufanye mpango kwamba wahudumu wa Radio Maria wawe wanaelimishwa sana kuhusu katekesi, wawe wanajua imani ya Kanisa Katoliki, wawe wanajua wafanywe semina na kozi mbalimbali kuhusu kuelewa Biblia takatifu, halafu waelewe pia mfumo wa Kanisa Katoliki na uendeshaji wake. Niseme mfano, kwa mfano mnaenda kwenye labda tukio fulani linalohusu Kanisa Katoliki, mtangazaji ajue atofautishe kati ya askofu mkuu, kardinali na hivi tofauti ya jimbo kuu, vitu kama hivi. Kwa mtangazaji wa Radio Maria awe anajua. Alafu mavazi labda katika kanisa, kanisa ya askofu ile kubwa ina maana gani, ile ndogo. Yaani kunapokuwa na matukio isionekane mtangazaji wa Radio Maria na yeye ni mgeni kama vile sio Mkatoliki. Basi ningeshauri hilo kuwe na semina au namna fulani ya kuwafundisha au kuwakumbusha wahudumu wa Radio Maria wasio wageni katika mfumo, na hasa mafundisho ya Kanisa Katoliki, mafundisho ya Biblia, kusudi onekane katika utangazaji wao pia ni wainjilishaji.